Ukijaribu kufanya utafiti wako binafsi, utakuja kugundua asilimia kubwa ya binadamu waliofanikiwa katika maisha si waongeaji kupita kiasi, bali asilimia kubwa ya binadamu ambao wana hulka ya kuzungumza kupita kiasi ni watu ambao wanaishi maisha ya kawaida. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kimya hufanikiwa kuliko waongeaji. Inawezekana unajiuliza ni kwa sababu gani? Usijali, kwa sababu nipo hapa kwa ajili yako. Nimeandaa majibu yote ambayo ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho, lipo jambo kubwa ambalo litakwenda kubadilisha maisha yako. Utakwenda kujifunza na ninaamini baada ya hapo utakwenda kuwa mtu mpya katika maisha yako. Leo nitakwenda kukuambia sababu 10 kwa nini asilimia kubwa ya binadamu wa kimya hufanikiwa kiurahisi kuliko binadamu waongeaji. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza jambo hili, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanua Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sababu 10 kwa nini binadamu wa kimya hufanikiwa haraka kuliko binadamu wengine. Namba 1, kwa sababu binadamu wa kimya wanatumia muda mwingi kufikiri kuliko kuzungumza. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: mwanadamu anapokuwa mzungumzaji kupita kiasi, anaunyima ubongo wake muda wa kutafakari vitu mbalimbali ambavyo kwa namna moja au nyingine vinaweza kuyabadilisha maisha yake. Hivyo, binadamu wengi ambao wanapenda kuzungumza kila wakati hawapati muda mzuri wa kufikiria kwa kina kuhusiana na maisha yao pamoja na changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili kwenye maisha yao. Binadamu wengi ambao wanapenda kukaa kimya muda mwingi ni watu ambao hutumia muda mwingi kutafakari kwa kina kuhusiana na maisha yao, kufikiria namna gani ambavyo wanaweza kuziondoa changamoto mbalimbali ambazo zinayakabili maisha yao. Sababu hiyo inatosha kuwafanya binadamu wasiokuwa waongeaji kupita kiasi kuwa na mafanikio kuliko binadamu wengine, kwani wakati wewe unapiga stori za udaku, wao hutumia muda huo kutafakari kuhusiana na maisha yao. Namba 2 ni binadamu wanaojua kuzingatia malengo yao kuliko binadamu wengine. Miongoni mwa sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu washindwe kutimiza malengo yao ni kwa sababu hawana utamaduni wa kuzingatia malengo ambayo wamejiwekea wao wenyewe. Kelele na maoni ya watu wengine huwasumbua, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Mbwa anayepigiwa miruzi mingi, anapoisikiliza miruzi hiyo itampotosha kwa sababu hatujua aelekee wapi. Atajaribu kuenda uelekeo wa mtu anayempigia mluzi, lakini atagundua katika uelekeo mwingine kuna mtu mwingine pia anampigia mluzi. Huyo ni mbwa ambaye anaweza akapoteza uelekeo. Ndicho kinachotokea pindi unapokuwa unasikiliza kelele za watu wengine. Kumbuka, wewe ni mwanadamu huru ambaye ulizaliwa peke yako na Mungu akaliweka kusudio la kipekee ndani yako. Ina maana wakati mwingine maono yako hayatakiwi kufanana na maono ya watu wengine. Unaweza ukawa unafanya kitu fulani kwa ajili ya kutimiza kusudio ambalo lipo ndani yako, lakini kwa sababu kusudio hilo linatofautiana na maoni ya watu wengine, watu watakuona kama unakosea, wataanza kukupigia kelele, na kwa sababu hauna msimamo, utajikuta unaanza kusikiliza kelele za watu wengine na kuacha kutimiza malengo yako. Lakini hali hii kwa binadamu wengi wa kimya haipo, kwani wao ni binadamu ambao wanapoamini katika jambo fulani hulifanya jambo hilo kimya kimya bila kufuata makelele au maoni ya binadamu wengine. Siri hii pia ni miongoni mwa sababu ambazo hupelekea binadamu wengi wa kimya wafanikiwe kuliko binadamu wengine. Namba 3 ni binadamu wenye uwezo mkubwa wa kuchunguza fursa katika maisha yao. Wakati asilimia kubwa ya binadamu wakipenda kuzungumza vitu mbalimbali ambavyo wamevipitia katika uzoefu wa maisha yao,
Lakini asilimia kubwa ya binadamu wa kimya ni watu ambao hawapendi kuzungumza mara kwa mara. Mara nyingi ni watu ambao humakinika katika mazingira ambayo wapo kwa ajili ya kuangalia fursa ambazo zinaweza kuwepo katika eneo hilo, kwani ni watu ambao wanapenda kujifunza kuhusiana na vitu vipya ambavyo vipo katika mazingira waliopo. Hali ya ukimya ambao umetawala katika maisha ya watu hawa hufanya ubongo wao ufanye kazi maradufu zaidi ya binadamu ambao hutumia muda mwingi kuzungumza kuliko kusikiliza, na hali hiyo inaweza kubaini kiurahisi fursa ambazo zipo katika maeneo hayo kuliko binadamu wengine, na mwanadamu anapogundua fursa huwa ni mrija mojawapo ambao unaweza kumpa mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 4 ni binadamu ambao huwa hawatumii nguvu nyingi kujieleza kwa watu wengine. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu washindwe kutimiza malengo yao ni tabia ya kujieleza kwa kila mtu ambaye wanakutana naye, kwani kadri unavyozidi kuelezea kuhusu mipango na malengo ambayo unayo katika maisha yako, ndivyo nguvu ya kutimiza malengo hayo inavyopungua ndani yako. Ulishawahi kujiuliza kuna baadhi ya vitu ambavyo uliwahi kuvifanya kwenye maisha yako bila kumwambia mtu, na vitu hivyo vikafanikiwa kiurahisi kwa sababu ulihisi ndani yako kuna nguvu kubwa ya kutimiza vitu hivyo? Lakini jaribu kukumbuka kuna baadhi ya vitu ulikuwa unapanga kuvifanya, lakini ulipoenda kuwaelezea watu wengine, nguvu ya kutimiza vitu hivyo ikapotea na ukashindwa kutimiza kufanya vitu hivyo. Ni kwa sababu ipo nguvu ya kweli katika ukimya. Hivyo asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wanaamini matokeo yanaongea zaidi ya maneno. Ina maana binadamu wanaoongea zaidi matokeo huwa ni madogo, lakini binadamu wanaotenda zaidi matokeo huwa ni makubwa. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kufanikiwa kuliko binadamu wengine, ni vema ukaiga tabia hii kwa binadamu wa kimya. Namba 5 ni binadamu wenye nidhamu ya hali ya juu katika kila wanachokifanya kwenye maisha yao. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wawe binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine ni nidhamu ya ajabu ambayo wanayo katika maisha yao, kwani binadamu hawa wanapopanga kufanya chochote katika maisha yao huwa hawana utamaduni wa kuwashirikisha mawazo watu wengine, bali huwa wanaanza kufanya kazi kimya kimya mpaka pale watakapoona matokeo, na mara nyingi huwa wanakuwa na hisia kali za kuamini kuwa kitu ambacho wanakifanya lazima kitaleta matokeo, na ndio maana vitu vingi ambavyo binadamu wa kundi hili wanavifanya huwa vinaweza kufanikiwa kuliko binadamu ambao ni waongeaji, kwani wakati mwingine unapopanga kufanya kitu fulani ukawashirikisha watu wengine, watu wanaweza wakakukatisha tamaa ukajikuta umegairi kufanya kitu ambacho ni sehemu katika ndoto zako. Namba 6 ni binadamu ambao hawapendi kuyaweka wazi mambo yao ya siri mbele ya watu wengine. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kujifunza na kuanza kuishi navyo ni kuwa na usiri katika maisha yako, kwani kadri unavyozidi kuwa na siri za maisha yako ndivyo unavyozidi kufanikiwa. Kitendo cha kuwaeleza binadamu kuhusu mikakati, malengo na ndoto ambazo unazo kwenye maisha yako, si kila mtu ambaye anasikia kuhusu mambo hayo ambayo yanakuhusu wewe anafurahia. Wapo baadhi ya watu ambao hawatamani kuona ukiwa umefanikiwa. Hivyo kama wewe ni moja kati ya watu wanaotaka kufanikiwa, kuwa msiri. Na hii ni sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wafanikiwe, kwani ni watu ambao wanapenda kufanya vitu kwa usiri mkubwa. Mara nyingi mafanikio ambayo hutokea kwenye maisha yao ndiyo huzungumza zaidi ya maneno. Watu wengi hustajabishwa na mafanikio ambayo hutokea katika maisha ya binadamu wa kimya, kwani binadamu hao huwa hawana kawaida ya kuwashirikisha watu wengine kuhusu ndoto zao. Wanapofanikiwa, watu huyaona mafanikio yao kama kitu ambacho kimekuja ghafla. Namba 7, asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wanapenda kujifunza kutokana na makosa ya binadamu wengine. Asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa na kuishi kwenye uso wa dunia wanapenda kujifunza kupitia makosa yao wao wenyewe. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, ukiwa moja kati ya watu ambao wanapenda sana kujifunza kutokana na makosa yao wao wenyewe, unakuwa umepoteza nafasi fulani kwenye maisha yako. Penda kujifunza kupitia makosa ya watu wengine, na ndio maana moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wafanikiwe kuliko binadamu wengine
ni watu ambao wanapenda kujifunza kupitia makosa ya binadamu wengine, kwani hujifunza kwa kusikia. Kama nilivyokuambia, binadamu wa kimya hawapendi kutumia midomo, ni watu ambao wanapenda kutumia masikio zaidi wanapotaka kufanya kitu fulani kwenye maisha yao. Moja kati ya utafiti ambao wanaufanya ni kusikiliza maneno mbalimbali ya watu juu ya binadamu ambao wamewahi kujaribu kufanya kitu kama ambacho wanatamani kukifanya wao, alafu wakafeli. Watakapoweza kujua sababu ambazo zilipelekea watu wengine wakafeli ama sababu ambazo zilipelekea binadamu wengine wakafaulu, basi wanakuwa wamejifunza kupitia watu wengine na wao wanaenda kufanya kwa usahihi zaidi. Hii ni sababu ambayo inatosha kabisa kuwafanya binadamu wa kundi hili wawe miongoni mwa binadamu wanaofanikiwa kwa haraka kuliko binadamu wengine. Namba 8 ni binadamu wasiopenda kuhudhuria mijadala isiyokuwa na faida katika maisha yao. Kama unavyojua, asilimia kubwa ya binadamu wanapenda faraja ya kihisia kuliko uhalisia wa maisha. Watu wengi wanapenda kushiriki katika majadiliano yasiyokuwa na maana pamoja na ubishani, na furaha yao huwa ni kupata ushindi katika mabishano mbalimbali ambayo wanayafanya katika maisha yao. Na hii ni sababu mojawapo ambayo huwapotezea muda mamilioni ya wanadamu ulimwenguni kote. Siri ambayo hujawahi kuambiwa na mtu yeyote ni kuwa binadamu wengi ambao wana hulka ya ukimya hawapendi kupoteza muda kujihusisha katika mijadala ambayo haina manufaa katika maisha yao, na ndio maana binadamu hawa hutumia muda wote kufanya vitu vyenye manufaa kwenye maisha yao, na ndio maana binadamu wa kundi hili wanaweza kufanikiwa kwa haraka kuliko binadamu wengine. Namba 9 ni binadamu wenye utulivu wa ndani kuliko makundi mengine ya wanadamu. Mwanadamu asipokuwa na utulivu wa ndani anaweza kufanya maamuzi mbalimbali katika maisha yake kwa kukurupuka, jambo ambalo linaweza kuharibu kabisa maisha yake. Tafiti za kisaikolojia zinaonyesha asilimia kubwa ya binadamu wa kimya wana utulivu wa ndani, jambo ambalo huwasaidia kufanya maamuzi bila mihemko isiyokuwa na maana. Hivyo, maamuzi mbalimbali sahihi ambayo watu hawa wanaweza kuyafanya katika maisha yao huwa yana mchango mkubwa katika mafanikio ambayo huwa wanayo kwenye maisha yao. Namba 10 ni binadamu ambao hufanya kazi kwa imani na umakini wa hali ya juu katika maisha yao. Moja kati ya sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wasifanikiwe kwenye maisha yao ni kutokuwa na umakini katika shughuli zao ama kutoamini katika kile ambacho wanakifanya, na ndiyo maana watu wengi hufanya vitu nusu-nusu katika maisha yao. Anaanzisha biashara, anadumu nayo kwa miezi miwili, baada ya hapo anaachana na biashara hiyo na kwenda kuanzisha kitu kingine. Ni kwa sababu mwanadamu huyo amekosa imani katika kile ambacho anakifanya. Lakini binadamu wengi wa kimya huwa wanaamini kitu ambacho wanakifanya lazima kitaleta matokeo kwenye maisha yao, lakini pia huwa ni binadamu ambao wanakuwa na umakini wa hali ya juu katika kila ambacho wanakifanya kwenye maisha yao. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.